Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni tena watazamaji wetu katika mtiririko wenu wa vipindi bora kabisa ndani ya channel ya Rabta TV. Na leo tunaendelea tena katika kipindi cha darasani, tukiendelea na hadithi yetu ya 6 ile ambayo katika kipindi kilichopita tuliona mpokeaji wake ni An-Nu'man bin Bashir, ambaye yeye alisimulia alimsikia Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani ziwe juu yake, akisema kwamba hakika halali iko wazi katika Uislamu na haramu pia iko wazi katika Uislamu. Na leo tunaendelea tena na maneno haya yaliyokuwa bora kabisa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, ambapo anasema faman ittaqa ash-shubuhat, basi yule ambaye kwamba ataingia atakayejiepusha na yale yenye kutatiza, faqad istabra lidinihi wa irdhihi, basi mtu huyo atakuwa amechunga au ameheshimisha dini yake na heshima yake. Mtume hapa wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani ziwe juu yake, anatuonyesha ya kwamba wewe ukijiweka mbali na yale yote yenye kutatiza ambayo hayajawekwa wazi sheria yake katika Uislamu, ukijiepusha nayo, basi kwanza umelinda dini yako, umeitakasa na kuitukuza dini yako. Na hilo ndio jambo bora kabisa ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Hiyo ndio ilikuwa tangia mwanzo, watu wa mwanzo waliotangulia wakiwa wakiamrishwa waitakase na kuitukuza dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hata na sisi, mimi na wewe, tukijiweka mbali na tukijiepusha na yale yote yenye kutatiza, basi kwanza, jambo la kwanza kubwa, tutakuwa tumeiheshimisha au tumeitukuza dini yetu. Lakini la pili, hapa pia Mtume wa Mwenyezi Mungu anatuonyesha heshima, cheo cha mtu ni jambo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tukijiweka mbali na yale yote yenye kutatiza na tukajiweka mbali na yale yote yenye kutatanisha, tutakuwa pia tumeheshimisha au tumetukuza nafasi zetu katika jamii. Kama tumesema, hili ni katika mambo makubwa kabisa. Kisha Mtume wa Mwenyezi Mungu akaendelea akasema, waman waqa'a fi shubhat waqa'a fil haram, na yule atakayeingia katika yale yenye kutatiza, basi moja kwa moja atakuwa ameingia katika haramu. Kisha Mtume wa Mwenyezi Mungu akaendelea akasema, karra'i yar'a hawla alhima, ni kama mchungaji mwenye kuchunga katika mipaka, yushiku an yarta'a fihi, inatuliwa mashaka au inatuliwa hofu ataingia au atavuka katika mipaka hiyo. Hapa Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani ziwe juu yake, inasimuliwa na wanawachuoni ya kwamba ilikuwa ikitambulika zamani, wafalme wa miji au viongozi wakubwa katika mataifa mbalimbali walikuwa na mabustani yao, mabustani ambayo ilikuwa ni haramu na inakatazwa kwa watu kuingiza mifugo katika maeneo hayo. Kwa Mtume alitolea mfano huu kwamba sawa na mchungaji mwenye kuchunga pembezoni ya mipaka ya sehemu hizo, kuonyesha kwamba hatari ya jambo hilo ambalo kwamba mtu anaweza akalifanya. Wanyama ambao wewe unaweza kuona wachunga kiasi kwamba wanaweza wakaingia saa yote wakati wote katika maeneo ambayo kwamba yamekatazwa na watu wenye maeneo yao. Kwa Mtume akatumia mfano na kisha akaendelea akasema, wa inna likulli maliki, na ana kila mmiliki au ana kila mfalme, hima, mipaka yake. Ala, tahadharini, Mtume anatuzindua, wa inna fil jasadi, na hakika katika kiwiliwili, katika mwili wa mwanadamu, mudha, kuna kipande cha nyama. Mtume anatuambia katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama, idha salahat, kitakapokuwa sawa kipande hicho cha nyama, salaha aljasad kulluhu, basi mwili wote wa mwanadamu utakuwa upo sawa. Wa idha fasadat, na pande la nyama hilo litakapoharibika, litakapokuwa ovu, fasada aljasad kulluhu, na pia mwili wote utaharibika, utakuwa hauna maana mwili huo. Kisha akasema, ala wa hiya alqalbu, tahadharini, kipande hicho cha nyama ni moyo. Ndugu zangu Waislamu, hapa tunapata kuona ya kwamba tuna mambo mawili tunatakiwa tuyaelewe na tuyafahamu. Jambo la kwanza, Mtume anasema kila mtu ana haki yake ya kuchunga, kila mtu ana nafasi yake ya kuchunga, na kila mtu atakuja kuulizwa juu ya kile alichokichunga. Ndugu zangu Waislamu, hapa tunakusanyika watu wote, kuanzia mtu wa nyumbani, yani mzazi, baba, mama, kila mtu ana haki yake ya kuchunga juu ya kile anachokiongoza. Kama wewe ni mzazi wa kiume, basi una haki ya kuchunga wale wote unaowasimamia, kama ni mkeo au watoto, wapite katika njia zilizokuwa sahihi na katika njia zilizokuwa salama. Lakini pia kama wewe ni mama, tabia, malezi ya watoto, basi zote zipo chini yako. Kwa hiyo pia una haki ya kuchunga na kuwahifadhi watoto wao kupita katika njia zilizokuwa nzuri na kuhifadhi mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia Mtume Muhammad akamalizia akasema, katika mwili wa mwanadamu
kuna sehemu au kuna kipande cha nyama. Kipande cha nyama hicho kinahitajika kitunzwe na kihifadhiwe, kwa sababu kikiwa sawa na kikiwa safi, basi mwili wote unakuwa upo katika hali nzuri. Lakini pia kipande hicho cha nyama kikiwa hovyo, kikiharibika, basi pia mwili wote unaharibika na unakuwa katika hali iliyokuwa mbaya. Vipi tunaweza kutengeneza kipande hicho cha nyama? Vipi tunaweza kukitoharisha kipande hicho cha nyama? Tunajifunza pia katika maneno mengine ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa mambo yenye kutakasa moyo ni kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi, kumkumbuka Mwenyezi Mungu kwa wingi, kuleta tasbih, tahlil, tahmid. Na katika hali yoyote ambayo utakayokuwa, ukiwa unatembea, umesimama, umelala, basi si haramu wewe kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika tamko la Qur'ani ambalo Mwenyezi Mungu amesema katika surati al-Imran ya kwamba alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Hiyo inaonyesha ya kwamba kumtaja Mwenyezi Mungu ni katika hali yoyote, ukiwa unatembea, ukiwa umekaa, ukiwa umelala, ili uweze kutakasa moyo wako. Lakini pia vipi unaweza kuharibika moyo huo? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia alisema miongoni mwa mambo yenye kutia dosari na yenye kuharibu moyo ni pale ambapo utaanza kuacha kutegea kuswali vipindi vya swala. Na hapa alisema katika swala za Ijumaa, ikitokea Muislamu ameacha Ijumaa ya kwanza, basi moyo wake unatia doa jeusi, na akifanya tena katika Ijumaa ya pili, ile doa jeusi linaenea. Ijumaa ya tatu mpaka inafikia hatua moyo wote unakuwa unatia weusi. Kwa hapa tunapata kuona kuna baadhi ya mambo ukiacha, ukijiepusha nayo, usipoyafanya, labda Qur'ani ukiwa hausomi, Mtume pia alitolea mfano kama huo, moyo wako unaharibika na mwili wako wote utakuwa hauna maana mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu atujalie, atufahamishe na atujuze mambo mengi zaidi katika dini, na atujalie tuweze kuyaelewa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na njia pekee tunayoweza kuzielewa maneno ya Mtume ni kupitia maneno ya watu wema waliotutangulia, kupitia maswahaba zake, kupitia tabi'i, salafu salih na wanawachuoni wote wanaofahamika, ambao wao walikuwa wakipita katika njia ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameziridhia kuzipitia, na sisi tuweze kupita katika njia hizo. Niwakumbushe tena, msisahau kutufuatilia, kuendelea kusikiliza vipindi vyetu vilivyokuwa bora katika chaneli ya Rabta TV, na muendelee kusikiliza kipindi chetu pendwa cha Darasani, tuweze kunufaika na kila jambo au kila hadithi itakayotolewa katika kipindi hiki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.